Leo nataka nisungumze kwa habari ya kushughulika na mawakala wa giza, au mawakala wa giza, mawakala wa kipepo, mawakala wa kuzimu. Kushughulika na mawakala wa giza au mawakala wa kuzimu au mawakala wa kipepo, kushughulika na mawakala, ma-agents. Jana nisema kidogo na nilitoa prayer point jana, nikasema hawa mawakala wa kuzimu wapo kila mahali. Makanisani wapo, maofisini wapo, hata kwenye nyumba zetu pia wapo, hata kwenye maeneo ya biashara wapo. Kwa lazima ujue namna ya kudili nao. Nikwambia cha kwenda kusaidia kudili na hao mawakala, unahitaji cha kwanza, unahitaji kupambanua, discernment. Na ndio maana jana nakwambia moja prayer point kwa nayo jana ilikuwa ni kumwambia Bwana kufungua macho na roho kuweza kuwafahamu wa exposition, wafunuliwe, wafahamike, Bwana aweke wazi. Lakini nataka nizungumze kidogo habari ya hao mawakala wa kuzimu. Watu gani? Wakala wa kuzimu ni mtu yeyote anayekubali, ni mtu au ni kikundi cha watu au ni kitu chochote, an entity anayekubali kufanya kazi kwa niaba ya shetani na kinyume na mapenzi ya Mungu. Wakala wa kuzimu au wakala wa giza ni mtu au ni watu au ni ente, ni taasisi. Eleka ni taasisi, kama ni kikundi kinachokubali kufanya kazi kwa niaba ya shetani au kutimiza matakwa ya shetani kinyume na makusudi ya Mungu au kinyume na mapenzi ya Mungu. Huyo ni wakala. Sasa wakala wanatofautiana viwango. Nchi yenye pesa kumtaelewa labda. Ukienda pale Vodacom pale, kuna mawakala wa Vodacom. Anafanya kazi kwa niaba ya Vodacom makao makuu. Kwa ameaminiwa, amesajiliwa, amepewa vibali kwamba atakuwa anafanya kazi kwa miamala kwa niaba ya makao makuu Vodacom. Kwa wanamfahamu mtu wao, wamempa certification, wamempa vibali kufanya kazi kwa niaba ya kwao. Na kuna mawakala wadogo, na pia kuna wakala mkuu. Huyu wakala mdogo akishia float, anaenda kwa wakala mkuu, wanamuongezea salio. Na mfano agizo unafanya kazi kwa hivyo. Okay. Ukienda pale nchini kuna mawakala wa CRDB, kuna mawakala wa NMB, mawakala wa NBC. Hawa ma-agent. Wakishajua kiasikia agent anajua kitu cha giza. Neno agent ni Kiingereza tu cha kawaida jamani. Hawa ma-agent wa CRDB, maana wameaminiwa na CRDB, ile taasisi inaamini. Baada ya kuamini ikawapa kibali kufanya kazi kwa niaba yao. Ukienda pale, shughuli ambazo zingefanywa na benki, wakala anaweza kuzifanya. Atatoa pesa, ataingiza pesa, kufanyaje kwa niaba ya yule mtu. Ukienda pale mchini kuna mawakala wa Pepsi. Hapa hamna kiwanda cha Pepsi, lakini kuna mawakala wa Pepsi. Kwa kama unahitaji soda ya Pepsi, unaenda kwa wakala wa Pepsi. Yule agent atafanya majukumu ambayo kiwanda kingefanya hapa, atakuhusia, utarudisha. Kwa hiyo baada ya huduma kupitia wakala. Kuna ulimwengu wa giza huko vile, na ulimwengu wa Mungu pia huko vile. Kuna extension ya huduma, kuna kusogeza huduma. Kwa mawakala wa giza, hawa ni watu, ni taasisi, ni vikundi. Ukisikia Freemason, hawa ni mawakala wa giza. Wajenzi wa Freemason, kazi yao ni kuhakikisha wanasambaza ajenda za giza, wanasambaza mifumo ya kipepo, wanasambaza kila kilicho kinyume na mapenzi ya Mungu. Freemason, hii ni taasisi. Ukisikia kama Illuminati,
taasisi za giza zinafanya kazi kwa siri zaidi kuhakikisha zinapiga mapenzi ya Mungu na zinaintroduce mifumo ya giza, ibada za kishetani na ibada za kipepo. I don't have enough time kuzungumza kwa habari ya Freemason na Illuminati. Kwa sababu nataka tuombe muda uliopo mdogo sana. Na hii inakuonesha kwa wakala wa giza au wakala wa kuzimu, anaweza kawa ni mtu, wakawa ni watu, ikawa ni taasisi, ikawa ni shirika, as long as wanatimiza kusudi la giza au la kishetani na wanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, hao ni mawakala wa giza. Freemason, Illuminati, and so and so and so and so. All right? So, ukisoma kitabu cha Efeso sura 6, kuna mwakala tunaona hapa pia. Kwenye mwakala tunaona hapa, utaona kuna wakala anaitwa falme. Hizi falme niliwaambia last week, hao wanafanya kazi kwenye maeneo makubwa ya kiutawala. Wanamiliki mifumo ya kidunia. Hivi unakumbuka kwa kitabu cha Danieli, wakati Danieli ameomba, maandiko nasema ameingia kwenye mfungo na ameomba, Mungu amejibu maombi, Danieli hajapokea maombi. Kilichozuia maombi ya Danieli zilikuwa ni mfalme mkubwa wa China, the prince of Persia. Yule alikuwa ni mfalme wakubwa wa China, halikuwa pepo. Hizi ilikuwa ni falme. Kwa hiyo zinafanya kazi kwa viwango vikubwa, kwa viwango vya kimataifa, kwa level za kidunia, kwa level za kibara. Kwa tashakari kama sera zinatungwa, sera ikatungwa ni sera ya giza na ina affect karibia dunia nzima. Wanao champion au wanasukuma za sera zitungwe, sio mapepo. Unadili na entity ambazo ni falme. Wanasikia ukisikia kama hizi za LGBTQ, hawa watu wa jinsia moja wasagaje tukani. Ukishangaa watu wanasukuma kabisa mpaka tunasema kama msukubali haki za binadamu, hatuwapi hata misaada kabisa, nasimamia kwa nguvu zote haki za binadamu. Usadiki cha kawaida eti kuna ajenda ndani nyuma, kuna wakala wa giza kwa nyuma na push. Linakuja limebaa sura ya kwamba ni haki za binadamu. Lakini kama ni haki ya binadamu ambayo ni kinyume na neno la Mungu, jua ni kuna wakala wa giza. Alright? Amen. Kwa hiyo kama hizi sera ambazo zinapita dunia nzima, hiyo ni mambo gani? Mambo ni mengi sana. Ukisikia mamlaka hizi ziko chini ya falme, zinafanya taasisi, mifumo ya kitaasisi, mifumo ya kimashirika, mifumo ya kibiashara, labda mifumo ya nchi ina manipulate. Right? Hii pia tuna wakuu wa giza, tuna majeshi ya pepo ambayo pia wote ni mawakala wa giza. Na hii ndio kusema niko taona kuna watu wanaitwa wachawi. Kuna wachawi pia nao ni mawakala wa giza. Wachawi ni mawakala wa giza ambao makanisani wanajiingiza, na wakisha ingia makanisani wachawi, kazi yao ni kupiga ufahamu wa watu. Unafundisha, unahubiri, unafundisha, na hili kitu kinaingilia au kinatokea, kinaingia sio ya kulia, kinatokea sikio na kushoto. Why? Kuna mwakala wa giza umeingia, wapiga fahamu za watu, kuchukulia neno kwa wepesi. Ukisoma neno naliona ni jepesi, yeye unasoma Biblia unaona kama gazeti. Neno likifundishwa haulitilii maanani, likifundishwa hauingizi neno kwenye matendo. Kwa mawakala kisha ingia ndani makanisa kwa mfano wachawi, kazi yao ni kupiga watu pofu wasione. Wakisha ingia kanisani kupiga watu usingizi, watu walale.
kabisa. Kama ni kuli ya maombi mkianza, kuna wasihiri Susias, akina Simoni. Simoni alikuwa ni msihiri. Kuna tofauti kati ya mchawi na msihiri na mshirikina. Tofauti. Usichanganye mganga mshirikina. Kuna wanga. Sina natosha kuwachagua hawa mmoja mmoja. Kuna waaguzi. Kuna wabashiri. Kuna wasoma nyota. Kuna wapunga pepo. Hao wote ni mawakala wa giza. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hao wote ni mawakala. Hao kishaingia ndani ya kanisa, kitu wanafanya, wanakamata mioyo yao na ibadilisha. Kwanza naomba kanisa. Kanisa kama ilikuwa inaomba maombi wanaweka pembeni. Wale walikuwa na shule nasema walikuwa nyumbani kwao wanakaa na binti mmoja. Wakati wanakaa naye ifika saa maombi ya usiku yale ya fellowship ni badala. Yaani nyumbani kwao usiku kabla ya baada ya basi wanaomba. Yeye anakaa kwenye kochi hivi. Hapo walikuwa wanaomba hawaombi. Wanashangaa ile speed ya maombi inapungua kila siku. Speed ya maombi inapungua kila siku yeye. Ni kijana hakai. Siku moja ndo hatimaye alikuwa ni nyumba mchungaji. Akamskana. Alipokuja kuskana, pepo zinalipuka. Sasa alikuwa anatia uchovu. Nia mshangaa hata nyumbani kwenu huko. Saa ya kuangalia movie Cinderella, sindo huba, sindo Ingereza inaitwaje hii sindo? Chua kali. Mudi ipo, unaangalia vizuri. Na ile tiba ya maombi hata dakika 20 hamna. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru siku ya leo. Amen. Tunaanza kuamsha salama. Kwa jina la Yesu tunasema asante, amina. Na hapo unakaa na agent. Na atakufunga. Hiyo kama sio taifungua na. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Hawa Yesu akishaingia ndani ya kanisa, kitu wanafanya, wanaharibu mioyo ya watu. Wanafanya nao kuwa maagent. Moja nikuoneshe. Kuna mashirika ambayo yanakuwa ni washirika wazuri ndani ya makanisa, lakini baadaye mioyo yao inaharibiwa, nao wanakuwa ni mawakala wa giza. Wakishaingia mawakala wa shetani, wachawi, waganga, tukangania hao, wakatia upofu na usingizi, kinachofuatia aliyekuwa anaogopa dhambi utashangaa ni mwepesi. Masengenyo yanaanza, maneno yanaanza, kuheshimiana kunaisha, maombi yanaisha, mifungo inakatika, saa ya ibada unaona kama kawaida, you don't care. Tayari kuonesha hata usijali ibada. Hata usijali ibada yuko like reporter. Si kuonesha Matendo Mitume sura 5. Yule Anania na Safira wale, maandiko yanasema Anania alikuja ibadani, ibada ilikuwa inaendelea. Alimkuta Petro madhabahuni anahubiri. Maana yake alishelewa ibada. Kumbe ni mwizi. Mudi ya ibada haipo, anajilazimisha. Matendo Mitume sura 5. Alikuta mtumishi yuko tayari madhabahuni anapiga neno. Akaingia, akaenda kutoa sadaka. Baada ya masaa matatu, maandiko yanasema masaa matatu baadaye, mwanamke anatokeza na yeye anakuja. Mdogo. Watumishi wa Mungu. 3 hours later, kwa Safira alichelewa. Yaani mwanaume ametangulia ibadani, mwanamke alikuja masaa matatu baadaye kanisa. Hiyo ilikuwa
ndoa ni ndoano. Bwana siwe. Kuna wengine wanakuwa ni watumishi kabisa, lakini adui shetani anaharibu mioyo yao. Wakishaingia ufahamu na fungo, yeye amekamatwa. Baada ya hapo alikuwa ni msuri na barika, anakuwa ni agent wa kisa. Wewe unasema moyo wa mwanadamu, shetani akiingia kwenye moyo wa mwanadamu anakuwa ni mbaya kama shetani mwenyewe. Yaani kama mtu atafanya mpaka shetani anakaa anasema huyu amejifunzia wapi haya? Bwana siwe. Yaani moyo wa mwanadamu shetani akisha ukamata akauchaza, kuna mtu atafanya mpaka shetani mwenyewe anakaa chini anajiuliza huyu amejifunzia wapi haya mambo? Anataka notes na yeye shetani. Anakaa chini anachukua notes na yeye demo. The heart of a man. Biblia na Maandiko nasema tena msipe ibilisi nafasi. So kama anakuwa ni wasuri wanatumika, lakini adui akamata mioyo yao. Tanakuwa bali muombaji, lakini shangaa kikamatwa. Uombaji unabadilika anakuwa ni agent. Hapa ni mtoaji. Moyo kikamatwa unabadilika anakuwa ni agent. Yule wewe ni kuonesha mfano michache. Hata binafsi mifano mahali ni wachache. Kwa kwanza ni yule Iskariote. Maandiko yanasema Luka 22:3. Yule Iskariote. Luka 22, nisomee Luka 22:3. Luka 22:3. Luka 22:3. Tasoma kwa msaada wa Kristo. Ndio. Shetani akamwingia Yuda. Shetani akamwingia Yuda. Aitwaye Iskariote. Naye ni mmoja wa watenashara. Maandiko yanasema shetani akamwingia Yuda. Kwa Yuda alifanya yeye, alifungua moyo wake. Shetani hakuta kuna vyombo vya kupangishwa, akaingia na yeye. Utamramu shetani. Kwa baada ya shetani kuingia kwenye moyo wa Yuda, yule kitu aliwaza kusaliti. Kwa kabla ya yule ajawa msaliti cha kwanza, shetani alichaza moyo wa Yuda. Yuda alitoa nafasi kwa shetani. Baada ya hapo, Maandiko yanasema akauchaza moyo wa Yuda. Alipochaza moyo wa Yuda akaanza kuwa na usaliti. Mtu shetani ni kiongozi kabisa kanisa. Anambia ndio mchungaji namjua. Namjua. Tawasaidia namna kumpata. Najua chakula anachopenda. Haujaona watu washuleni wanaletea supu kwenye vyakula? Hii inakuwaje hii? Kuna watu wanakaa wametembea nao, wanabadilika mioyo. Ndio wanageuka kuja kuwaua. Wanatumika ya kuwaua. Yana mwambie mchungaji namjua vizuri. Pastor namjua vizuri. Namjua. Na wengine wanaongeza hata ya uongo. Hali ya kina Yuda ambao walikuwa ni washirika ndani ya kanisa, walikuwa ni wanafunzi ndani ya kanisa, lakini wameruhusu mioyo yao. Shetani ameichaza, alipoichaza wakawa ni maagent, wakabara za usaliti. Nitakuonesha baadaye dalili za mtu ambaye amekuwa ni mshirika lakini moyo wake umeharibika. Bwana sio jamani. Amen. Huyu alikuwa ni mwanafunzi lakini alikuwa ni agent. Tena mwanafunzi mwenye cheo kabisa, anatunza mkoba. Wanasema yule alikuwa Mtanzania kwa kabila gani yule? Alikuwa Mchaga. Bwana siwe. Na hii agent mwingine, mfano mwingine maagent. Kuna mtu anaitwa Delila, Waamuzi 16. Waamuzi 16 mpaka 21. Delila. Hivi unajua Delila alikuwa ametumwa agent specifically kwa ajili ya kuharibu huduma ya Samson. Na lengo lake alifanikiwa. Delila, Wafilisti walimwandaa vizuri. Wakampresenti mbele kama mtego ili kusudi amdake Samson. Na Delila alifanikiwa kumdaka Samson. Na hapa ndipo watu wengi hawajui.
kwenye utumishi hujaoa, one of the area unahitaji kuwa makini mno ni eneo la mahusiano. Utaletewa akina Delila. Babe, sio kile kinachong'aa ni dhahabu. Kuna vile vinang'aa lakini ni mamluki. Bwana asifiwe. Samson akapresentiwa Delila. Yeye Samson ameoza. Mapenzi ni upofu. Haelewi. Ambiliki Samson. Ni kama kumpigia mbuzi gitaa. Samson amefika ajui kama Delila ni aje tu kuzimu ametuma. Kwa hiyo mwambia Samson anataka anakuambia Delila huyo kwangu Delila. Achana na D. Yeye bwana muita D. Niachana na D. Haiwezekani bwana. D ni mtu mzuri. Ndio ni Delila. Bwana asifiwe. Mimi siwezi kuachana na D kabisa. Ni mwenyewe ni kahaba kija na Samson niambie chama cha nguvu zako Samson. Mimi sana unajua mimi ukinifunga kwa kamba mimi basi nguvu zangu zinanisha kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unajua ndio ukinifunga kwa kamba yani kamba tu nini basi. Dia akafunga Delila. Bwana asifiwe. Amen. Hajui kwamba Delila ni maji ambao wanatafuta watu wenye upako. Hawa ndio watu wenye upako, waliopakwa mafuta. Akina Delila. Wao wanadili na washirika wadogo wao. Wao wanadili na maaskofu, wao wanadili na mitume na wainjilisti na manabii na wachungaji. Hawa wanatafuta upako. Kuna aina fulani ya maagent wao specifically wanadili na aina fulani ya mafuta. Wanajua kisha kamata mtu wa mbele hapa. Kwa mfano kama angusha anayesema hapa ni mchungaji. Bali nimeanguka labda nimeangushwa kwenye uzinzi. Hiyo leo nikisha ibeba. Nikisema kuhubiri kama hivi na kuwa na waimbaji wengine. National dina anasimama mbele akiongea na kuwa na waimbaji anawaambukiza kutoka shaka kanisa lote. Rexans na kidadi. Bwana asifiwe. Hajasikia msemo. Lekidota lekimomu, lekisana lekidadi. Ukitaka kuwa binti angalia mama yako ikoje. Binti hawezi kuwa tofauti na mama yake. Labda ni mama mwingine kati. Bwana asifiwe. Labda ni mama mwingine kati. Kwa hakika Samson hajajua kama Delila ni agent. Jamani Bwana asifiwe. Amen. Ndiye anamwambia unajua Sam. Hayo anamuita Sam. Unajua Sam ndanganya sana. Sema anambia disi ya kudanganya bwana. Unajua Malaidi. Sawa sawa. Unajua ni nywele zangu kisukio ukisuka sio kishungani hapa sikishwani hapa unajua. Jamani amina. Amen. Unajua dini kinifunga kosa nikishuka nywele zangu hizi Sam kabisa yani Sam. Hambia kabisa. Haya dia kana pale nywele zikasukwa. Hajui kama ni agent hajashtuka. Bwana asifiwe. Amen. Maisha ya wokovu yanahitaji umakini mkubwa sana. Maisha ya huduma yanahitaji umakini zaidi. Kwa hiyo haya akasuka, pia akamsuka Sam. Baadaye hizo wakaja. Sam akaamka bwana, nguvu zipo. Kawatawanya kama simu. Haya di, sasa unajua Sam na niambia unanipenda Sam. Sasa Sam unanidanganya sasa angalia umekuja hapa Sam sasa. Sasa Sam nasemaje unanipenda na kati moyo wako uko na mimi Sam bwana. Hadi unajua di, wewe acha bwana di. Delila huyo sasa. Bwana asifiwe. Baada ya maneno mengi mpaka Samson moyo wake ukachoka. Ulipochoka Samson moyo wake akaongea ukweli wote kwa agent.
Unajua ninakupenda. Unajua nitoka kanisani mimi ni mnadhiri. Unajua nitoka kanisani wewe mmoja kupigana nacho kwenye nywele zangu ndio unajua. Kwa fanyeje ukinyoa nywele? Basi unajimaliza. Maandiko anasema Samson akalala kwenye paja ya Delila, akanyolewa nywele kwenye paja ya Delila. Baada ya hapo Sam wamekuja. Sam alikasema akaamka kama kawaida. Anajua nguvu ziporo ya mazoea. Anafanya hivi nguvu hamna. Mkavu mweupe ana chochote. Foreign minister huyo mtumishi amesha tayari, hatumemesha tayari. Kuna majendo ile makanisani kazi yao, huyu anajifanya mwinjilisti nani huyu? Kwa anadini na mwinjilisti wa kanisa. Huyu katibu ni nani huyu? Tumkamate kwanza, anadini na huyu pastor nani kwanza? Bwana asifiwe Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Samson Mungu anasema akaamka kama kawaida, lakini nguvu ya Yesu Mungu ameshamwacha tayari. Ogopa kuachwa na Mungu. Ogopa kuachwa na Mungu, watumishi wa Mungu. Ogopa kuachwa na Mungu. Samson akapa kwa sababu ya Delila. Samson amepea attention na kusikiliza. Sikiliza niwaambia, kuwa makini na watu unaowasikiliza. Samson alipata shida kwa sababu alimsikiliza Delila. Tena sio mara moja, mara kadhaa. Anamsikiliza Delila, anamshawishi, anasikiliza. Nabii wa Yuda aliamua kwenye shida baada ya kumsikiliza yule nabii wa uongo mzee. Alipomsikiliza ikawa ni shida. Eva alianguka baada ya kumsikiliza shetani yule nyoka. Adam alianguka baada ya kumsikiliza Eva. Balaam alipata shida baada ya kusikiliza wajumbe wa Balaki mara mbili. Ukishajua mtu ni agent, you don't need to listen twice. Mwambie ni agent, ninakataa mipango yako kwa jina la Yesu aliye. Usisikilize agent. Amen. Kilichomsaidia Yusufu, maandiko nasema yule mkaka na Potifa alikuwa anataka sunaye kila siku. Yusufu anachenga. Sio kila appointment lazima yattend. Wengine wamefia kwenye appointments. Bwana sikia na appointment unaenda na kutafuta unaongea pumba na ni aje tu wakusimu. Hapa nakwambia next time tena come, naenda tena. What you listen will eventually transform you. Nadhani unielewa. Anaposema usimpe bisi nafasi, hamaanishi ndani mwenyewe na hawa mawakala wa kizo sope nafasi. Kuna kina Delila. His spirit of seduction. Umbagala usipo. Sipo kabisa. Ni mahali tu unakuja, they sell themselves at the cheap price. Kama ujasimama, you are foreign baba. Hali haina mahali ndogo ndani ya kanisa. Namba 3. Mafarisayo na Masadukayo pia. These are agents. Sasa tunabidi tuombe sasa kwa sababu ndio tunatuishia. Cannot teach you. Alright? Hivi Delila na Mileradi imemchua vizuri akili. Hana solidi. Imemchua. Imemwambia ni spirit of seduction. Hizo zikisha ingia makanisa zinatafuta wenye upako kuangusha. Hawa kisha anguka wanakuwa ni malango. Akishaomba kuhubiri mwinjilisti alishaanguka tayari. Anachokihubiri kinatia ndani. So be aware of it. Delila. Samson can be stopped by Delila. Haujaoa ni mtumishi anasikiliza unaangalia wote unaangalia. Be very careful na unataka kumuoa. Be very careful. Kuwa makini sana na mtu unataka kumuoa. Anaweza kuhamisha. Na kuwa makini na mtu ambaye bado naye anataka kuhamisha. Kabisa.
Tunadili na kesi nyingi za ndoa za watu toka maeneo mbalimbali. So I know what I'm speaking. You rush. Kinacho kusaidia neema tu za Mungu basi. Kwa makini mno. Kama una destiny kubwa, uchukue adui atatafuta enemies. Una destiny ya utumishi. Shetani ataleta kila aina suggestion ya Mungu unamleta mbele yako. Huyu ni sahihi. Hata mara nyingine utaona ndoto fake. Atakuonyesha ndoto za uongo. Kusudi uingie kwenye line. Mimi watu waliniambia, "Tumishi, kuna binti anajua kuimba." Sio mzee na wewe uimba. Huyu binti anajua kuimba. Mimi sitaki muimbaji, mimi nataka mwanamke. Hatuwai huduma. Bwana asifiwe. Kwani nyumbani tunaishi kwenye mambio? Kwani nyumbani tunakwaya? Hatuna kwaya nyumbani. So you want the wife ambaye anakwaya kabisa na wife. Ngoja hapo nipahamu. Hapo tasumuza na vijana ambao hawajaona kwaya. You can make a mistake and regret all your life. Neema Mungu tu inaweza kukusaidia. Okay. Nilikuwa nasema hivi kwa Farisayo na Masadukayo. Luka sura 20 mstari 20 somea hapo. Hawa ni wapelelezi ndani ya makanisa. Spies. Kuna wengine wanakuja makanisani. Ni kama wanakuja kwa bula, lakini hao ni maspy. They are spies. Ni wapelelezi. Shida yao sio ibada. Shida yao ni kupeleleza kanisa. Hawa ni Masadukayo na Mafarisayo. Na kuharibu mioyo ya watu. Luka 20:20. Luka 20:20 nasoma kwa msaada wa Kristo. Wakamvizia. Maana anasema wakavizia. Wakatumwa wapelelezi. Waliojifanya kuwa watu wa haki. Hawa wapelelezi walijifanya ni watu wa haki, ni watakatifu. Ili wamnase katika maneno yake. Ili wamnase Yesu kwenye maneno yake. Wapate kumtia katika enzi na mamlaka ya liwali. Wamuingize kwenye mamlaka ya liwali. Soma mbele hapo 21. Wakamuuliza wakisema. Kwa hiyo wakaenda kumuuliza Yesu, anasema, "Mwalimu, teacher, tunajua ya kwamba wewe wasema na kufundisha yaliyo ya haki." Unasema na kufundisha yaliyo ya haki. Wala hujali cheo cha mtu. Wala haujali cheo cha mtu. Bali unafundisha njia ya Mungu. Kwa kweli. Je, ni halali tumpe Kaisari kodi au sivyo? Hai jamaa, Yesu akiangalia watu wanaomzunguka. Sikini mimi kufundisha juu ya composition ya watu kwenye misafara ya Yesu. Yale watu ambao walikuwa wanaambatana na Yesu. Nifundisha basi moja hapo. Kwa Yesu akikai kufundisha hapo. Kuna watu ambao kazi yao wao ni maspai. Wanatafuta ni wapi Yesu anakosea, wapate sababu ya kupeleka taarifa kumshtaki. Kwa sababu kama tukamwambia Bwana, "Je, ni halali?" Kwanza kamprizo kamsifu na fundisha kwa haki, unasema kweli na Mungu. Haya, baada akamwambia hivi, "Je, ni halali kutoa kodi kwa Kaisari?" Bwana sio. Amen. Wanataka aseme sio halali. Kaisari kwani mtawala kile. Rumi ndio anatawala. Kwa hiyo ndio kumwambia Bwana, huyu anakuhamisha kazi ya serikali. Kamata tia ndani, funga. Yesu ashajua hawa jamaa ni mamluki, ni mercenaries. Kwa kuna baadhi ya watu ni mamluki. Akasema, yeye ndio kusema mambo mengi, sasa wajua nia yako. Hawa ni Mafarisayo. Wanataka ni wapi Yesu anakosea wapate nafasi ya kumshtaki. Alright? Akamwambia nipeni hiyo la yenu hiyo. Unatoka kodi. Akauliza, "Hii picha ni ya nani?" Wakasema ni ya Kaisari.
Akawaambia mpeni Kaisari hela Kaisari na mpeni Mungu alio. Wakafungwa vinywa. Hawa watu waliingizwa kwa siri. Maandiko yanasema kama watu wa haki. Maana ilikuwa leo tungesema hao watu walikuwa ni mashemasi kanisani. Bwana asifiwe. Amen. Hawa watu walikuwa ni maprayer warrior. Maana nasema soma hapo mstari 20. 20 nasema wakamvizia Yesu. Wakatuma wapelelezi waliojifanya kuwa ni watu wa yani hawa tungesema ni leo hawa ndio maprayer warrior kanisani. Na ile wao ni kupeleleza kanisa. Bwana sifiwe. Amen. Hawa tungesema hawa si watu wa haki. Yaani wamekuwa viongozi. Na wamekuwa mashemasi. Na wamekuwa daka mapepo yanayoanguka na daka. Na hili mioyo yao inatafuta wapi Yesu anasema jambo la kwenda kumshtaki. Bwana sifiwe. Amen. Kamali amina. Amen. Huduma inazidi kukua, Mungu anawekeza na adui anawekeza. Yaani hiyo ndio huduma. Huduma inazidi kukua, Mungu akiwekeza na adui na yeye anawekeza. So these guys were mercenaries. Wakijifanya kuwa ni watu wa haki. Hao wangekuwa ni wazee wa kanisa. Hao wangekuwa ni mitume wadogo wadogo, wangekuwa ni register kwa kupiga injili midani, lakini ajenda yao ni Yesu anakosea wapi. Soma kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wa 4. Hao ni Mafarisayo. Wagalatia sura wanaangalia wapi fulani anakosea wapi Biblia. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 4. Nasoma kwa msaada wa Kristo. Bali kwa ajili ya ndugu za uongo. Walioingizwa kwa siri. Ambao waliingia kwa siri. Ili kupeleleza. Hawa ndugu waliingia kwa siri ili kupeleleza uhuru tulionao sisi. Katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Hawa waliingizwa kwa siri ili kupeleleza uhuru wetu. Na hata lazima tuwajue mapema. Kwa sababu the key is discernment. Ukishakuwa unaomba watu tawajua. Bwana atachia profession ya karama kupambanua na kuona. Amen. Kupambanua roho na kuona, mtu atakutenda atajifanya mtu wa haki lakini utasikia moyo unaenda ngata. Sawa yuko mnoni sawa lakini hakuna. Utasikia moyo unangata. Wale utaona sema hamna. Huyu nimeona fulani mchawi. Sasa ni mchawi au ni mchawi? Watu wanne kanisani wamekuona wewe ni mchawi. Biblia inasema kwa kinywa cha mashahidi wawili watatu wanafanyaje? Imethibitika. Wakisha kwa watu wawili au watatu na haki au hence confirmed. Sisi tumesoma kemia. Kemia ndio tunafanya quantitative analysis. Unapewa chumvi na kuambia sasa chumvi tumia chemical zote na kupa reagent utuambie ni aina gani ya chumvi. Kwa hiyo ukifanya wewe una test. Weka sweet solution gani unaweka? Weka sweet gani unaweka? Fanya unaweka. Afu mwisho unaona okay katani ni ipi? Unasema katani ni potassium. Labda anion ni ipi? Ni chloride. Kwa mwisho hii chumvi ni potassium chloride. Hence confirmed. Kwa vile ya mashahidi wawili watatu neno linadhibitika. Hatuhukumu kwa kinywa cha mtu mmoja. Lakini kwa vile ya mashahidi au wawili au watatu we can confirm. Hiyo ndio Torati na manabii. Na Yesu amedhibitisha kama jipe. Wewe nikuoneshe agent mwingine. Huyu mtumishi aliyebadilika, nimekuambia mshirika anataka kuwa agent, hata mtumishi pia anataka kuwa agent. A servant of God can be an agent. Babusi. Maana nilikwambia hata madhabahu nyingine usikimbie tu ngine madhabahu. Utamkia madhabahu moja za agent. Angalia mfano mmoja. Huyu anaitwa Balaamu. Hesabu 22. 7:12. Hesabu 22:7-12. Na Ufunuo 2:14. Ukitoka hapa jifunze Hesabu 22 nzima wao. Huyu
Huyu Balaamu alienda kodiwa na Balaki. Balaki alikuwa ni mfalme. Akaenda kumkodi Balaamu nabii wa Bwana ili kusudi walaani wana wa Israeli. Israeli achoea mambo. Kwa Balaamu akaja akamwambia akasema hivi, Balaki mfalme hata angenipa nyumba nzima imejaa fedha na dhahabu, na ukajua siwezi kwenda, Mungu amekataa nisiende. Kwa hiyo wale wachumba wakarudi kwa mfalme Balaki. Wakamwambia Bwana, mtumishi amekataa. Unafanyaje? Baada ya kusema mjui, akatafuta watu wenye cheo zaidi na ushawishi zaidi. Akawatuma tena kwa Balaamu. Wenye cheo na ushawishi zaidi wakaenda. Wakamwambia anakuhitaji, ukienda ukawalaana wao. Heshima atakayokupa, cheo atakayokupa sio cha nchi. Akamwambia haiwezekani, Mungu amenizuia. Hata angenipa nyumba imejaa dhahabu na fedha, siwezi nikaenda kinyume na neno la Mungu. Alipokosea Balaamu, akamwambia hivi, ngoja niende kumuuliza tena Mungu nione anasemaje. Kosa lilikuwa ni hilo. Hivi unajua ameenda kwa Mungu amemwambia usiende. Leo wamekuja watu wengine wanaenda kumwambia Mungu niende. Alipoenda kuuliza kwa Mungu, Mungu akamwambia wewe nenda. Lakini nitakachokuambia ndicho tukisema. Nabii akaja. Sasa Bwana amenipa kibali. Anajijesha Bwana ameniruhusu sasa. Amenipa kibali. Twendeni. Lakini atakachoniambia ndio kusema. Maandiko yanasema kapanda farasi punda. Wakiwa njiani malaika katokea. Anataka muue Balaamu. Punda kakwepa. Balaamu anapiga. Punda anakwepesha tena. Balaamu anapiga. Punda anaenda. Malaika kabana njia kabisa na makwepea. Punda kajilaza chini. Akapiga tena punda anaenda chini. Bwana sifiwe. Mungu akafungua kinywa cha punda. Punda akazungumza na Balaamu. Kama mimi si punda wako jamani. Simepewa maisha yote haya. Nimekufanyia hivi punda. Bwana wangu akamwambia hapana. Baada ya hapo na macho ya Balaamu yakafunguka akamwona malaika mwenye upanga. Akamwambia unanikwaza, unanikasirisha, unafanya nani? Mungu alimwambia Balaamu nenda. Niliona naambia hapa. Maandiko yanasema wakamlazimisha hapo alichomtaka, lakini akamuonesha mioyo roza. Walikuwa wanafundisha juu ya perfect and imperfect will of God. Mapenzi ya Mungu yasiyo makamilifu. Ukilazimisha Mungu atakwambia nenda na ndoto utaota. Sumelazimisha. Lakini jana huko utafuta na malaika mwenye upanga. Kwa Balaamu akaenda akafundisha Balaki namna ya kuweka ukwazo. Ukisema Ufunuo 2 ndipo anasema Balaamu, unashika mafundisho Balaamu aliyofundisha Ufunuo 2:14. Balaamu aliyefundisha Balaki namna kutia ukwazo mbele ya wana wa Israeli, ili wale vitu vilivyotolewa sanamu na kusimu na kumkosea Mungu. Kwa Balaamu akaishia kuwa mtumishi wa kufundisha watu namna kuhamisha taifa la Israeli. He was a minister of God. Lakini alibadilika kawaje? Kuna anaitwa Yezebeli. Yezebeli. Hiyo Yezebeli kisha ingia mali tukisha ingia na Yezebeli. Hii ndio Yezebeli. Tukisema Yezebeli tutapata kwenye Ufalme wa kwanza, lakini pia kwenye Ufunuo. Huyu Yezebeli, Ufunuo 2:20, Yezebeli. Roho ya Yezebeli. Huyu ni agent pia Yezebeli. Yeye anakiingia ndani, anaingiza mafundisho potofu. Mafundisho ya uongo. Lakini mbili Yezebeli akiingia ndani, yeye Yezebeli ni custodian. Ni champion wa mafundisho ya uzinzi. Lakini pia uchawi na ibada sanamu. Kwa akishaingia aje anaitwa Yezebeli. Kile anafanya yeye ni custodian. Mafundisho ya uongo. Mbili Yezebeli ni custodian. Wewe uzinzi. Tatu Yezebeli ni custodian. Uchawi.
Na mwisho Yezebeli ni custodian wa ibada za sanamu. Kwa anaharibu roho ya watu kabisa. Ujua aliingia hapo ni Yezebeli. Lakini mtano Yezebeli akiingia yeye ni custodian wa kuasi mamlaka. Yaani Yezebeli alikuwa ameolewa. Lakini Ahabu alikuwa ni mfalme kivuli. Lakini anayetawala ufalme ni Yezebeli. Kuna mwana mfalme ni Ahabu. Lakini anayetawala sio Ahabu, ni Yezebeli. Yezebeli kisha ingia ya kanisa inafanya kina mama kuwa na sauti juu ya ume zao. Mwanaume ako hoi. Kwa hao wanakana cha mtema kumi. Hiyo ndio ndio Yezebeli kwa kasiri kanisani. Umeelewa Yezebeli juu? Ndio Yezebeli kiingia, Yezebeli ya kwanza uchawi, 2 uzinzi, 3 ibada ya sanamu, 4 mafundisho ya uongo, 5 kuasi mamlaka. Hiyo ndio roho ya Yezebeli kiingia. Lakini tena Yezebeli akiingia anataka kutega watu ili waangushe kwenye sanamu. Yezebeli alienda kumtega Yehu, akatia wanja, akajipitisha bila kukimuona Yehu tamam. Hawa ni wawindaji. Yezebeli dhuluma. Nabos alikuwa kwa sababu ya Yezebeli. Ikisha ingia ndani ya kanisa ni hauelewi sura ya moja ya roho na kimbia ni Yezebeli. Sema amina. Amen. Kuna kitu unajifunza? Ndio. Are you ready something? Ufunuo 2:20 Yezebeli. Lakini pia Wafalme wa kwanza 16:31 mpaka 33. Na Wafalme wa pili 22. Yezebeli ndio ingine ilikuwa watumishi. Ndio ingine Yezebeli kazi yake asilimia ingine ilikuwa watumishi. Manabii wa Bwana na waua yeye. Kila she's a minister killer. Kwa kiingia ndani ya kufight huduma za watu. Anapiga manabii. Na Yezebeli ni kama dira. Anadili na wenye upako. Manabii. So when you speak of Yezebeli uchue maeneo. Ukiwa unashughulika na roho ya Yezebeli uchue, unashughulika katika dimension zipi? Yeye anapoingia kanisani kama agent, anasababisha mambo gani? Nimekuambia mafundisho ya uongo. 1, 2 Yezebeli akiingia kanisani kama agent anasababisha mafundisho ya uzinzi, anadvocate roho ya uzinzi. 3, anadvocate roho ya uchawi. 4, anadvocate roho ya ibada ya sanamu. 5, anadvocate dhuluma. 6, anadvocate roho ya kuasi mamlaka. Watu wataki kutawaliwa, hasikilizi viongozi. Kiongozi unamwona haiko kiroho. Ukimwona na msarau ni fulani tunamjua. Kuasi mamlaka. Kama ni mwanamke ndani ya nyumba hapime wake kabisa. The spirit of Jezebel atuweke. Lakini mwisho kuwa watumishi waliobeba mafuta na vipawa na karama. Yana wa manabii. Haya ni maeneo 7 ambayo roho ya Yezebel inafanya kazi. Kwa unaposhughulika na roho ya Yezebel, unashughulika na haya maeneo 7. Alright? Sema mimi kama unanielewa. Amen. Lakini kuna majenti wengine wanabeba roho ya Herodi. Roho ya Herodi. Roho ya Herodi hii roho gani? Herodi amebeba roho nyingi. Ya kwanza ni kuwa vitu vya thamani katika uchanga. To keep things of importance at the infancy stage. Herodi anaua vitu vya thamani katika uchanga. Yesu alipozaliwa Herode alipata Yesu akataka muue. Alipojua ni mfalme akasema lazima nimuue. Kadia uchanga wake. Kwa kila kitu ni kichanga. Kaenda kuchukua, yeye anataka uwe. Kama ni biashara inaanza bado ni changa, anataka yue. Chochote kile kwa Herode amebeba roho ya uachi na anaua vitu vichanga na anaanza kuchipuka. Kama ni mwimbaji na kuchipuka na shangaa, dume na kufa. Biashara ina kuchipuka, kile anaua Herode. Anaua matumaini, anaua vitu katika hatua za uchanga.
Alright? Amen. Alright? Amen. Na hilo Herodi pia inabidi na kuchukua. Maana sasa Herodi akakaa kwenye kiti. Akaanza kusema anajiita Mungu. Pala akapigwa na chango. Akafa. Roho ya kiburi na kuchukua. Kwa badili na aya aliingia kuzalisha rais ndani ya kanisa. Asipojua na kushirika nazo. Jezebel, hello. Na kadhalika. Bwana sifiwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Do you get something? Kuna nini unapata hapo? Amen. Ndabo unitoshi. Malize tu hapo tuombe kwa dakika 60. Dalili za mtu ambaye amebadilika na kuwa agent. Dalili za mtu ambaye amebadilika na kuwa wakala wa kuzimu. Namba moja, anaongea vibaya kuhusu kanisa. Ukiona mtu anarudi kwenye kanisa na anasema vibaya, that guy is now becoming an agent. Yule na mdu pale, lakini pale hamnaga kila kitu, yani pale hamna, yani pale, yani sifuri pale, mahubiri mabaya, pale hamna utakatifu, pale, yani anaongea vibaya. He speaks bad things about the church. Na bado ni mshirika wa hapo, lakini anasema vibaya kanisa, anaona kanisa sana kusifu, anarudi pale. Kanisa kikichosha, kanisa sio ndoa. Move nenda kanisa jingine, kimya usiwaseme vibaya. Wewe nenda kama ilivyopewa Rabbi, anajua hivi. Ukimwona Yakobo, usimwambie neno baya, wewe neno. Wewe kama una kanisa ama kanisa, kimya useme neno baya wala neno zuri. Kaa. Tupu. Maandiko yanasema nenda kamsengenya kwa watu wengine, sasa ni maandiko. Ita watu wawili pembeni, mmoja pamoja. Akitubu umempata ndugu, asipotubu ita kanisa, muongee naye. Akitubu umempata, asipotubu basi. Maandiko yanasema msengenya. Aya anasema hivi, muone kama moja mataifa. Sasa mataifa usalimiane nao. Sisi tunataka kama kanisa hawasalimiani na watu. Yaani bifu ubaya ubwela, unaita siku hizo watu wa saba. Mtu ambaye hasalimiani na mtu na ameokoka kabisa. Kuna watu ambao wanasali hapa wina wasalimiani kabisa. Hapa hawasalimiani. Habari ya asubuhi. Bwana asifiwe. Yaani kwanza wewe ukimwona ni kama anawaika anakuwa kama mbongo. Anasema hata usipokusikiliza muone kama mmoja wa watu wa mataifa. Wote mataifa tunaenda marukani kwao, tunakula nao. Bwana asifiwe. Tunasalimiana nao. Where do you get the confidence ya kutokusalimia mtu? Mtu anakusalimia unainama. Bwana asifiwe akokoe. Sema amina. Amen. Hallelujah. Kwa hiyo mtu anaongea vibaya washika wenzake. Ukishakuwa na roho ya maneno, you are a dead person. Watu wengi midomo yao ikiokoka wataenda mbinguni. Watu wengi macho yameokoka, masikio bado na kidogo. Macho yameokoka, mikono imeokoka, miguu imeokoka, bado masikio kwa taarifa na midomo peleka umbea. Siku midomo ikiokoka vizuri kabisa, wataenda mbinguni. Nakwambia ukweli. Wameharibu vikundi vya kina mama kanisani na kina nani na kujaribia na makanisani. Hapa. Yaani kuna watu siku midomo yao ikiokoka vizuri. Yaani mbinguni asubuhi saa 2. Wao. Bwana asifiwe. Amen. Jamani amina. Amen. So how they speak bad against the church members.
wanaongea vibaya washirika wenzao. Ni watu kusambaza madhaifu ya washirika wenzao. Tunajua mangapi kuhusu washirika hapa. Hakuna spoken. Najua wengi. Nasema shii, najua. I cannot open my mouth kuongea mambo yangu. Na hilo ndio bila taarifa za watu na kuzieneza kwa watu. Ungekuwa unaeneza injili kama unaeneza taarifa za watu. Kwa Mungu ungekuwa na faida. Sikilize. Utakuwaje kwa kuzimu wewe? Mimi naongea na online siongee na wewe. Sio nielewa. Naongea na online siongee na wewe hapa. Wewe na amani kabisa. Speak ever again. Ukitaka ujue kama umeanza kuwa agent, ni kuanza kuongelea vibaya washirika zako. Peleka taarifa mbaya. Fulani. Amekuajiri msemaji wake. Acha maisha ya watu bwana. Pambana na maisha yako, wewe amekushinda. Busy na maisha yako mengine, busy. Shughulika na maisha yako mzee. Hii dunia ina mambo mengi ya kufanya. Amen. Tena maisha ya watu. Bila hajaolewa, una comment ndoa ya watu haujaolewa. Ingia uone. Unacheza wewe. Ingia. Haujaingia. Kijana hujaoa na comment ndo haujaoa. Baba fulani apelekeshwa, ingia uyaone. Wewe ingia. Yaani ungekuwa unajifungia sana na waombea kwa mzigo. You are the first one to comment. Ingia uyaone. Yaani ndo ni taasisi ambao hajaingia wanatamani kuingia. Walioingia wanatamani kutoka. Na waliotoka wanatamani kuingia. Hiyo ndo wao. Unanisikia vizuri? Ambao hawajaingia wanatamani kuingia, walioingia wengine wanatamani kutoka, na waliotoka wanatamani kuingia tena. Don't comment. Shughulika na maisha yako, utakuwa agent. Deal with your life. Achana maisha ya watu, shughulika na maisha yako. Ona mangapi yako ambayo unayo. Ukijiona wewe mwenyewe umekamilika. Shughulika na maisha yako bwana. Mimi naongea na online wanaofuatilia. Bwana sifiwe. Yakobo amekushinda, awezake unatafuta nini? Sasa akitaka kuwa agent, anataka kufanya agent, anaanza kuongea maneno mabaya juu ya watu. Maandiko yanasema Yusufu baada ya kuona Mariamu ni mjamzito, maandiko yanasema Yusufu aliazima kumwacha kwa si Mariamu kwa sababu alikuwa ni mtu wa haki, akitaka kumaibisha. Kuaibisha watu wengine. Mtu wa haki uko tayari kumfikishia mtu mwingine shida kumsaidia. Yule kuona na mbebaje kwenye shida alionayo. Na mpushaje hapo anamsaidiaje? Hiyo ndio haki. Imani amina. Amen. Yusufu aliyekuwa mtu wa haki akutaka kumwaibisha Mariamu, bali aliazima kumwacha kwa siri ili asimwaibishe. Kama kuna vijana wengine wanania naye wataendelea naye. Siwe kesi. Bwana sifiwe. Amen. Bwana chukia mtu unataka fana chukia kwa sababu ya wewe unamchukia. Chuki where do you get that hatred? Na chuki pia ni alama ya kuwa agent. Ukiona mfano unamchukia simuelewi, simpendi, you are already an agent. Shetani ndiye mwenye chuki na mauaji namba moja. Nisikilize vizuri wewe bwana. Na Bwana amwambie Bwana siwe. Amen. Shughulika na maisha yako. Amen. Amen. Chana maisha yako. Namba 3. Hii ni alama ya mtu aliyebadilika kuwa agent. Namba 3. They speak evil against men of God. Wanaongea mabaya dhidi ya watumishi wa Mungu. Haya ndio magenge ya kina Kora na wenzake. Hivyo kanisa wengine wamekuja na mapepo wakafunguliwa.
wakaponywa na kila kisiona kumwongea mtumishi wa Mungu alivyo mbaya. Akija kanisani baba, na ina kitoka hapa kila kumwongea vibaya. Unapogombana na mtumishi wa Mungu, haugombana na mtumishi wa Mungu, unagombana mafuta aliyobeba. Unagombana mamlaka iliyomsimamisha. Mtu akishakuwa agent, anaanza kuongea madhaifu na kusambaza madhaifu ya watumishi. Tumishi kama muelewe kimya. Sasa jamani, useme neno baya wala neno zuri. Tembea kimya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe jamani. Amen. Huyu ni mshirika ambaye amerudi, ambaye adui amekamata mwana anataka kufanya agent. Anaongea vibaya kuhusu kanisa, anaongea vibaya kuhusu washirika wenzake, na anaongea vibaya kuhusu watumishi ambao wanasema na Baba. Ukiwa unapeleka habari mbaya dhidi ya watu, be careful with your hand. Chunga moyo wako. Unaweza kuwa ni lango la kuzimu. Dalili za watumishi waliogeuka kuwa maji. Okay, dalili nyingine ya mtumishi aliyerudi nyuma, mshirika aliyerudi nyuma, anaongoza uasi dhidi ya mamlaka. Yaani mshirika aliyerudi nyuma na kuwa agent, anaongoza uasi dhidi ya mamlaka kwa kanisa. Hadi akina Kola, wewe Musa ni nani? Wewe Mungu, wewe nani Musa? Wanaongoza uasi. Tukaja tumeelewa. Wazee wa kanisa ni shughuli. Viongozi wa idara ni hao ndio Mungu kabisa. Unataka kufanya mapinduzi. Na ujue shetani ni mwana mapinduzi kutoka mbinguni. Ni mwana uasi, mwana mapinduzi, sio mwana mapinduzi, ni muasi. Tokea mbinguni muasi. Ndio mtu anaweza wasiwasi. Tayari ameshakuwa lango. Dalili za watumishi ambao wamebadilika leo na kuwa mawakala wa giza. Utukufu binafsi. Self glorification. Yaani watumishi wanashukisha na mtumishi kujibebea utukufu badala ya Mungu. Huyo tayari amekuwa ni lango la giza. Na mamili kiburi. Performance. Maonesho badala ya huduma. Kila anachofanya anafanya maonesho. Ile show. Ili kusudia bado tu. So kama ni huduma, kama ni mwimbaji, tena hana utumishi, hana service, hana performance. You become a performer. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Hallelujah. Namba 4, kutumia shortcut ambazo sita kilo kupata mahitaji binafsi. Shortcut ya hela. You don't care. Uko tayari kubeba hela. Yaani wanatu use shortcut to nufaisha. Iwe foreign. Yes. Wana siwe. Maisha ya mwilini anakuwa ni mtu wa mwilini. Kutumia nguvu za giza kuleta matokeo ya roho. Kutumia nguvu za giza kuleta matokeo ya roho. Mathayo 7:22. Mathayo 7:22. Yuko tayari kutumia nguvu za giza ili alete matokeo ya roho. Apate na kanuni za kimungu. Namaliza sasa. Sana kwa miguu yako. Tutatoa. Magent. Somo ile jaisha hii. I don't have enough time to speak. Maandiko nasema usimwache mwanamke mchaguzi. Haina maana watafute kutoka 22:18. Haina maana waende mtaa kwa mtaa kutoka 22:18. Kutoka 22:18. Usimwache mwanamke mchaguzi kuishi. Usiwache maagent kuishi. Usiwache maagent kubaraki na wewe. Ukishamjua mtu ni agent, sinyoka naye vizuri roho. Leo tunaomba juu ya mapakara wote. Leo nimekutajia wote, wasihiri, waganga, somanyota, wapunga pepo,
wachawi, walozi, wapiga ramli, wote wabashiri na kadhalika. Leo tusimame tuombe. Tuombe mafupi sana. Cha kwanza nataka uombe. Tutumie dakika 15 tu. Saa 12:30 tutakuwa tunahitimisha. Dakika 15 tu. Mwambie Bwana akusaidie. Inawezekana kama nafasi mwako abue kaukamata. Ukajikuta una backslide, unakuwa ni agent. Badala ya kukimbiza ufalme wa Mungu, badala ya kuwa busy na ufalme wa Mungu, badala ya kuchumilia na kung'ang'ana na ufalme, unabadilika kuwa wakala wa giza. Safari yako inaharibika na inakuwa ina maana. Mwambie Bwana akusaidie. First prayer point. Second prayer point, mwambie Bwana kama kuna wakala ameingia amekamata maisha yangu, kataa. Namata kusema kinyume na kila kazi za mawakala wa giza kwenye maeneo haya. Ndani ya kanisa, niwaambia watu wengine hata kwenye familia, unaleta house girl nyumbani, kumbe ni wakala wa giza na haujui. Unaweza mtu akusaidia kazi dukani, kumbe ni wakala wa giza na haujui. Unaingia ofisini kufanya kazi na mtu ofisini, kumbe ni wakala wa giza na haujui. Unashangaa, kile tunakuwa kumbe ni wakala na haujui. Kwa utafanya kazi ya kuomba, kuharibu kazi za wakala. Usimwache mwanamke mchaishi. Tena nimekwambia hakuna silaha, Isaya 54:17. Hakuna silaha itafanyika juu yako na ikamanikiwa. Luka 10:19 tumepewa mamlaka. Luka 10:19 tumepewa mamlaka ya kanyaga nge na nyoka, mamlaka ya shetani zote, wala hazitatudhuru. Hata anasema kila pando litakalopandwa lisilopandwa wa mbinguni lazima litamolewa. Mathayo 16:9 anasema nitajenga kanisa langu juu ya mwamba na milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Hakuna agent wa kushinda. Nena mbele za Bwana. Mwambie Bwana akusaidie. Usitumie kama agent kwa wewe. Lakini mimi ndio na agent as I have said. Pray now. Rapo sikata. Riko saikateria. Sema Bwana Yesu, niko mbele zako jioni ya leo, niko mbele zako, ninaomba unisaidie, ninaomba unitetee, ninaomba unisamehe kwa jina la Yesu. Moyo wangu na ukabidhi kwako kwa jina la Yesu. Simpi ibilisi nafasi yoyote. Imeandikwa ya kwamba Yuda alitoa moyo wake kwa shetani, akamwingia, akawa wakala wa giza. Bwana, moyo wangu utakase, usafishe kwa jina la Yesu. Utakase, usafishe, utakase, usafishe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninasimama kinyume na kazi za maagent zilizofanyika kama ulivyosema na Yeremia ya kwamba unamsimamisha ili kuharibu, ili kubomoa, ili kung'oa na ili kuharibu, ili kupanda na ili kuchenga. Jioni ya leo ninaharibu kazi zote za mawakala wa giza. Ninavunja kazi zote za mawakala wa kipepo, za waganga, za wasihiri, za wasoma nyota, za wabashiri, za wanga, za waaguzi, za waganga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hizo kazi za kichawi, za kipepo, za shirikina ninazikataa kwa jina la Yesu. Ninazing'oa kwa jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni lazima ling'olewe kwa jina la Yesu. Mapando ya kiagent ninayakemea, mapando ya kiagent ninayang'oa jioni ya leo
kiganga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninayaharibu kwa jina la Yesu. Hao maagenti ninawapiga kwa jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba tusiache mwanamke mchawi aweze kuishi. Kwa jina la Yesu, watu wote waliojivika roho la kiganga, roho la kichawi, wanaofuatilia maisha yangu, familia yangu, kanisa langu, ofisi yangu, duka langu, biashara yangu, ninawapiga, ninawaangusha, nawafedhesha kwa jina la Yesu. Naachilia moto juu ya vichwa vyao, juu ya vichwa vyao. Naachilia moto juu ya vichwa vyao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Eneo kama sasa rapa kataya. Lema shente rika sikaya. Lema teria mande kenya. Lipo saikateria. Manda riko sikayanta. Ripo shanta riba sika. Riko peria manda kateria. Rapo shanta rikataya. Riko shanta riba sikata. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kila kana wakala kusimu. Kwa jina la Yesu aliye hai, ninazipiga kwa jina la Yesu. Naziangusha kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu aliye hai, ninaangusha kazi zote za mawakala wa giza kwenye familia zetu. Kwa jina la Yesu. Naangusha kwa jina la Yesu. Naangusha kwa damu ya Yesu. Naangusha kwa damu ya Yesu. Naangusha kwa damu ya Yesu. Naangusha kwa jina la Yesu. Kana mawakala wote, mawakala wa panga, mawakala wa chawi, mawakala wa kipepo, mawakala wa kisha, kwa damu ya Yesu aliye hai. In the mighty name of the Lord, kwa jina la Yesu aliye hai, wanaofuatilia maisha yao, mipango yao ninaivunja, mipango yao naivunja, masomo yao ninaipiga. Hizo madhabahu ambazo zinapa nguvu kwa jina la Yesu naziangusha, naziangusha. Hizo madhabahu za kisha ambazo zinapa nguvu na mamlaka kwa jina la Yesu naziangusha. Hizo madhabahu naziangusha, hizo madhabahu naziangusha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maisha yangu yaliyokamatwa na maagenti kwa jina la Yesu leo natoka, leo natoka, leo natoka, leo natoka. Waliponikwamisha hawa maagenti, akina Delila, akina Tobia, akina Sanibalati kwa jina la Yesu, akina Yezebeli kwa jina la Yesu, akina Barnaba waliponikwamisha kwa jina la Yesu leo natoka. Hawa Mafarisayo waliponikwamisha nami nikakwama kwa jina la Yesu leo natoka, leo natoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo kazi zao juu ya maisha yao, juu ya familia yao, juu ya ndoa yao, kwa jina la Yesu ninakemea, ninaangusha, ninakemea, ninaangusha hizo kazi zao. Na in the name of the Lord, kwa jina la Yesu aliye hai, in the mighty name of the Lord, kwa jina la Yesu aliye hai, ninaangusha kwa jina la Yesu, ninaangusha kwa jina la Yesu. Pray, 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 pray. Rapa siko toria, lipa shaka kaya, ripo sheke teria, mamba riko sika teria, libo shaka rika teria. Hawa maeneo wanajiingiza kwa siri ndani ya kanisa kwa jina la Yesu ninapiga ndani ya makanisa, hata mahali pengine ninawapiga kwa jina la Yesu, ninawapiga na chini ya moto, na chini ya moto juu ya vichwa vyenu. Hamtakaa kwa damu ya Yesu. I command kwa jina la Yesu, I command kwa jina la Yesu, leo kuhamisha huduma, leo logo huduma kwa jina la Yesu. Hamtasimama kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Lama shotete, lama shantarikata, ilebo shantarika saika, yanta ribo sika yanta, manda ribo sika yanta, ribo shantarika teria, rabo kabeladia mande, teribo saika hadia, riba kabeladia manda, teribo zikata, zikataba, zikatai, zikatai ante, zikatai teribo, zikatai ante maska, shakatadia ile bokobe lande mante bedia manta bladia itaribo saika tedia rabo nitatedia manda kwa jina la Yesu. Hawa kuwa anga hawana kamata ile anga kwa jina la Yesu, inawashusha malkia wa mbinguni kwa jina la Yesu. Yesu nawaangusha kwa jina la Yesu. Hawa malkia wa anga wanaokamata anga, wanaotaka juu ya anga kukamata madara kanisa, kufyeka sokoke kwenye maeneo Bariadi kwa jina la Yesu. Hawa malkia wa anga, hawa tawala wa mbinguni kwa jina la Yesu ninawafunga hawa
malkia wa mbingu kwa jina la Yesu, malkia wa anga kwa jina la Yesu, malkia wa baharini kwa jina la Yesu, malkia wa chikavu, hao watawala kwa jina la Yesu. Hamna uweza, ninawakemea, ninawavunja, ninawakemea, ninawavunja. Hao mnatanda juu ya anga la Bariadi, mnatanda juu ya anga la Simiyu, mnatanda juu ya anga la Tanzania kwa jina la Yesu, ninawavunja kwa jina la Yesu. Mawakala wote wa kipepo, mawakala wote wa kichawi, mawakala wote wa mizimu kwa jina la Yesu, ninawakemea, ninawaangusha, ninawavunja, ninawakemea, ninawaangusha, ninawavunja, ninawakemea, ninawaangusha. Name of Jesus Christ. Angusha kabisa mawakala. Wanazuia kazi ya Mungu, wanazuia kazi ya Injili. Roho na wachawi wamekamata nchi, wamekamata maisha ya watu, wanawatesa watu kwa jina la Yesu. Yeye ninavunja maagano. Wasai wanaopita vikao vyao vinavivuruga, vikao vyao vinavivuruga, na chini ya moto kwenye vikao vyao, na chini ya moto kwenye mikutano yao kwa jina la Yesu. Tena, 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 in the name of Jesus Christ. Lepo shanta kaya libre kusika paya tebuko shenta libre sika mandori ande rika basaka yanta kwa jina la Yesu aliye hai. Nataka uende kutabiri, nataka uende kutabiri. I want you to prophesy. Maandiko nasema ya kwamba nitakusudia neno neno libitika kwenu. Nataka utabiri juu ya maisha yako ya kwamba hautakwamishwa na hawa mawakala wa giza, hautakwamishwa na wachawi, hautakwamishwa na wakanga, hautakwamishwa na wote. Maandiko yanasema ya kwamba tumepewa mamlaka ya kanyaga na nyoka. Tabiri kabisa juu ya maisha yako, tabiri juu ya biashara yako, tabiri juu ya uchumi wako, tabiri juu ya kesho yako. Tabiri sasa kwa jina la Yesu. Rapa saka pelia, na tabiri maongezeko, na tabiri kushinda, na tabiri uponyaji, na tabiri kuinuka kwa jina la Yesu aliye hai. Hakuna wa kuzuia kwa damu ya Yesu aliye hai. Hakuna wa kuzuia kwa damu ya Yesu aliye hai. Hakuna wa kuzuia kwa damu ya Yesu aliye hai. Hao mawakala wa giza hawatakuzuia kwa jina la Yesu. You are unstoppable, you are unstoppable, you are unstoppable. Hazuiliki kwa jina la Yesu. Maadui wa giza, mawakala wa kuzimu hawatakuzuia, hawatazuia kanisa, hawatazuia kazi yako, hawatazuia biashara yako. Chochote unachokifanya kitafanikiwa. Maandiko yanasema Zaburi 1:3 ya kwamba lolote unalolifanya litafanikiwa. Nami kwa jina la Yesu ninasimama kutangaza mafanikio kwa jina la Yesu. Tangaza uzima, tangaza mafanikio, tangaza ushindi kwa damu ya Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai, I declare success, I declare prosperity, I declare breakthrough kwa jina la Yesu. Mikwamo ya kipepo kwa jina la Yesu, mikwamo ya kipepo na ikemea na itunja beria, mageti ya kipepo, mageti ya kichawi na yafunja, mageti ya kichawi na yafunja, mageti ya kipepo na yafunja, mageti ya shirikina na yafunja kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Now, 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 kwa jina la Yesu. Breakthrough, mpenyo, 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 in the name of Jesus. Iko sakata lekote mandarika telia waliotia vikwazo akina Balaamu wakafundishana Balaki, wakatia ukwazo, wakatia beria juu ya Waisraeli ili wajikwae, ili waanguke. Kwa jina la Yesu hautaanguka. Hayo maanguko hayatakupata. Maanguko ya kiroho, maanguko ya uchumi, maanguko ya heshima, maanguko ya kazi kwa jina la Yesu. Hiyo vikwazo waliotia kuangusha Israeli kwa jina la Yesu leo navikataa. Hakuna uchawi, hakuna upanga juu ya Israeli, juu ya Yakobo kwa jina la Yesu. Hayo maanguko, hiyo vikwazo now in the name of Jesus. Hakuna upanga, hakuna uchawi juu yako, hakuna upanga juu yako, hakuna uchawi juu yako, hakuna kulaani aliyebarikiwa kwa jina la Yesu. Wewe umebarikiwa kwa jina la Yesu. I declare in the name of Jesus, umebarikiwa. Rampa Mosca mipango ya adui shetani ikawa ni wazi, mipango ya maajenti ikawa ni wazi, pendo mawakala ikawa ni wazi. Mipango yao naifunua, mipango yao naifunua, mipango yao naifunua, mipango yao naifunua, mipango yao naiweka wazi kwa jina la Yesu. Waibishe kwa jina la Yesu. Hao mawakala wa giza
waibishwe, wazeleshwe, waletee, waanguke kwa jina la Yesu. Mashimo waliochimba kwa ajili yangu na waangusha wenyewe kwa jina la Yesu. Mitego waliotega kwa ajili yangu walimtegee kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mishale ya moto, mishale ya moto wanaotuma kwa ajili yangu nairudisha, nairudisha hiyo mishale, nairudisha hiyo mishale, nairudisha hiyo mishale, nairudisha now, 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 now kwa jina la Yesu. Hiyo mishale, mishale ya moto, mishale ya moto, mishale ya kichawi, mishale ya kitanga, those arrows, those arrows, those arrows, those arrows now, now kwa jina la Yesu. I command back to the sender, back to the sender. Narejesha, narejesha. I reciprocate, I reciprocate, I reciprocate. Mandoko bra, itamaka, itamento, itasaikata, yende ribosaka, yelima masataka, yelima masakata. Kwa jina la Yesu, maunganiko ya kitanga, maunganiko ya kichawi, na yakata, na yakata, na yakata, na yakata. Maunganiko ya kiajenti, na ikata. Maunganiko ya kiajenti, na ikata. Na kwa jina la Yesu, pia maunganiko ya giza, ninaikata, ninaikata kwa jina la Yesu. Pia maunganiko ya giza, ninaikata, hiyo naikata, naikata, naikata. Nina kwenye mashingo, nazikata. Hizo nina kwenye mashingo, ninazikata kwa jina la Yesu. Nina kwenye mashingo, nina kwenye mashingo, ninazikata kwa jina la Yesu. Neno mtuzi, nazikata kwa jina la Yesu. Nina kwenye mashingo, nina kwenye mashingo. Muunganiko ya kipepo, muunganiko ya mizimu, muunganiko ya kichawi, muunganiko ya kiganga. Hizo waya, ninazikata. Hizo waya, nazikata. Hizo kamba, nanikata. Hizo nila, nanikata kwa jina la Yesu. Muunganiko, ninaikata. Name of Jesus. Maunganiko yote ninayakata, ninayakata. Migoro yote naikata. Hizo kongwa ninazikata kwenye mashingo. Hizo nila kwenye mashingo nazikata kwa jina la Yesu. Muunganiko kiajenti, muunganiko ya kitanga, muunganiko ya kitanga. Wengine wamelithi kwa jina la Yesu. Hizo nguvu ya kurithi, pia muunganiko ya kurithi kwa jina la Yesu. Naikata, naikata. Wengine mamamanisho na madhabahu ya giza kwa jina la Yesu. Muunganiko ya madhabahu ya giza kwa jina la Yesu. Ninaikata kwa jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu ya ninakuja kwa damu ya Yesu na moto. In Jesus' mighty name. Shout amen. God bless you so much. Kesho tutaresamii kamili hapa kwa ajili ya maombi.